Future wife, popote ulipo, kama unajijua unapenda pesa, basi hakikisha unakuja nazo, maana mimi mwenyewe sina. Na mtazamaji wa Farasi Mweupe, karibu katika kipindi chetu kipya kabisa kinachoenda kwa jina la Behind the Mic. Na katika kipindi hiki tutapata story mbalimbali za wasanii wa kizazi kipya, wasanii wa music, wasanii wa films, wasanii wa comedians, tiktokers, youtubers. Leo tupo na Kazogi the Boy, tutapiga naye story mbili tatu, atatuambia mengi kuhusu yeye. Kazogi, mambo vipi? Bwana unyama bro. Kama kawaida sana. Na umenyuka kanzu moja hatari sana. Uvalisha nani au mkono wetu wenyewe? Mkono wetu kaka. Naam, Kazogi, nataka tupige story mbili tatu, ila kabla hatujaanza ningependa nikupe kama dakika mbili za kuongea na watazamaji wa kutambua vizuri Kazogi ni nani. Karibu. Bwana, mimi naitwa Kazogi, kwa mtu asiyenifahamu, Kazogi the Boy ni msanii wa Bongo Flava. Ni hivyo tu. Una muda gani tangia uanze muziki? Muda miaka mingi. Miaka mingi mingapi? Miaka I think karibia 6, 7. Miaka 6. Kumbe ni mkongwe kiasi chake. Mkongwe bwana. Una wasanii wengi sana basi wamekukuta. Ni kweli. Katika miaka 6 umefanya kazi ngapi? Na kazi karibia 7. Lakini kazi ambazo ziko katika hizi platform I think 4. Kazi 4 zipo katika platform. Ndani ya miaka 6 na kazi 4 ulizozifanya, ni kitu gani ambacho umejifunza? Ni mambo mengi sana ambayo nimejifunza: kuheshimu, kufanya kazi kwa bidii, kusoma game linavyotaka, kupata elimu kwa waliotuzidi. Okay. Umejifunza mengi sana. Okay, sasa nataka nijue katika career yako ni changamoto gani kubwa ambayo umeipitia kiasi kwamba unasema angekopa mtu mwingine lele mama asingetoboa? Zipo nyingi na siwezi kuimention moja, kwa sababu mimi naamini sio kwenye muziki tu, katika maisha yetu ya kawaida, but hakuna kitu rahisi. Ukiwa unatafuta kitu ambacho kinakuletea mafanikio chanya mbele, intimizi lazima ukomae. Kwa hiyo mimi nachukulia ni changamoto na natakiwa kukomaa nazo ili kufikia ndoto. Sawa, basi katika hizo nyingi ungetutajia hata mbili tatu kidogo mtazamaji ajue aone kweli Kazogi sio mtu wa polepole, kweli kapambana. Kuswamba, kutembea kwa mguu mpaka studio. Nishatembea sana kwa mguu. Wapi studio? Ilikuwa Mbezi Makonde juu huko. Mbezi Makonde. Unatokea wapi muda huu? Sometimes natokea Kawe, muda mwingine natokea sana Kawe niseme. Bwana Kazogi ametembea kutoka Kawe mpaka Mbezi Makonde juu kwa mguu. Sijajua ni muda gani, lakini sio jambo dogo katika career yake. Tofauti yako wewe na wasanii wengine ni nini? Tofauti tu inajieleza Kazogi tu tofauti, kwa sababu kuna Ibla, kuna Bando, kuna nani. Tofauti majina. Yani hilo tu jina ni tofauti pia. Okay. Tofauti unaanzia hapo. Kitu cha utofauti siwezi kusema eti mimi ni mkali sana kuzidi wengine, but kila mtu ana nafasi yake Mwenyezi Mungu alompa, ila kwa nafasi yangu mimi najitahidi kufanya kitu kilichokuwa bora. Okay, kwa tofauti wewe na wasanii wengine unajitahidi kufanya kitu kilichokuwa bora. Yes. Msanii gani unatamani kufanya naye kazi? Wako wengi. Taje mmoja. Hapo unanigombanisha kwa sababu kuna watu mimi naongea nao hapa. Kwani kutaja mtu mmoja ni kutoongea na watu wengine? Sasa kama ni wako wengi, mablaza wanafanya poa. Kwa hiyo siwezi kummention mmoja. Okay. Collab yangu mimi stoke hapa. Okay, basi tufanye challenge moja. Tufanye challenge moja ya wasanii. Unachagua mmoja, unaacha mmoja. Uko tayari? Ni sawa. Okay. Unachagua mmoja, unaacha mmoja. Diamond, Alikiba. Mzee, mbona mtego? So unachagua mmoja, unaacha mmoja, pick one. Sasa hapo kila mtu ana nini? Chagua tu mmoja. Diamond. Harmonize, Rayvanny. Harmonize. Zuchu, Nandi. Zuchu. Mario, Mbosso. Mbosso. Dogo Paten au Elisha? Paten. Vipi kuhusu swala la mahusiano? Umeoa au uko single au una mchumba au mtu wa kutembeza? Niko single.
Uko single? Hapa katikati tulikuona na bidada mmoja, mtoto mmoja mkali sana. Anaitwa Mwajei. Inaonekana mlikuwa katika penzi zito, na hapa umetoka kuniambia upo single. Vipi, mmeshaachana nini? Tulishaachana. Bwana mtoto mkali yule, shida nini tena? Mapenzi sio hela, ila mapenzi ikikosekana hela bro, kuna yani utaumia tu. Kwa pesa imechangia mimi kumpoteza yule mchumba. Mapenzi sio hela, ila ikikosekana hela yanasumbua bro. I say, chukua hicho kitu mtazamaji. Na kiasi gani kikubwa ushawahi kumpa Mwajei? Hela nyingi. Unajua mimi baili kutoa kwa sisi wale chini kutoa 100,000 200,000, unajua sio kitu kidogo. Umejipinda mzee, umekomaa. Unafunguka umbada mchumba sokezi mchumba apendeze, afu unakuta unapigwa za uso. Kwa maana hiyo kiasi kikubwa ulichokitoa ni 200,000. Yeah. Mara moja hiyo. Kwa mara moja. Na kiasi gani alikuomba ukashindwa ukasema hapa bwana mimi sina? Sometimes hata 100, kwa sababu kama kuna siku ameniambia anahitaji 100,000 sio ya kitu gani. Mimi mwenyewe mdao ndo sielewi, nyumbani watu jicho wananitolea mimi na nini. Nikaona kabisa bwana sina na nini. Unakuta watu nyela zao wanaingia hapo. Ya kweli. Tunachokijua kwa wasanii wa kizazi kipya waga wanalalamika kuvimbiwa na watu waliopo juu. Sasa vipi wewe, sheku kukuta hicho kitu? Hizo mbanga zipo. Hizo zipo. Yaani hizo zipo. Zipo. Issue gani kwa mara ya kwanza kukutokea issue ulijisikiaje? Ilinikata lakini ni kawaida, hamna kitu rahisi bro. Ni nani huyo alikuvimbia? Niambie siri hapa. Majuzi kati hapa nilicheki wale wana wa mablaza wa mjini FM pale. Ndio. Wewe mwana akaniambia wana mcheki, kuna namba nakutumia hapo. Mshikaji anaitwa Da Boy. Yeah. Yeye ni mwanamuziki, ni nani? Presenter nadhani. Presenter. Yaani yule ndo nafikiri anapangilia masuala ya interview, vipindi na nini na hisi kwenye kitu kama hiko. So mimi nikamcheki WhatsApp kwa sababu najuaga watu wakubwa kuwapigia na kwa ganoma. Kwa namcheki WhatsApp akuview wala nini, message kama 3 hivi akakausha, kama siku 3 hivi nikasema acha nimpigie. Kumpigia nikamwambia blaza, mimi mdogo wako muda 2-3 nimepewa namba hivi na hivi, nikucheki wewe ndo unahusikana kila kitu. Akaniambia nicheki WhatsApp. Nikamwambia blaza, WhatsApp haujibu. Wewe nicheki. Mimi nikakata kumcheki, mikausha mpaka leo. Na mimi nimeamua kukausha tu. Je, uone kama atakuwa labda amejisahau, ungezidi kumcheki hata kumpigia simu ungemwambia blaza vipi, nishakucheki WhatsApp lakini sioni majibu yoyote. Ni sawa, lakini kibinadamu mimi sidhani kama unakuwa unasahau kiasi hicho. Kama unaniambia mnicheki muda huo na mimi muda nakucheki, afu au respond. Sasa unajisahau vipi kaka? Umesema anaitwa nani? Anaitwa Da Boy. Da Boy ulichekiwa na Kazogi ukujibu. Hebu usizo so issue bwana Sasa hivi mambo yamenyoka bwana, hizo issue za kizamani. Au vipi? Kabisa. Hebu mpe neno bwana. Ni blaza namkubali. Mashabiki zako watarajie nini kutoka kwako? Watarajie mambo mazuri, but nilikaa kimya kwa muda mrefu. Unajua kila siku inavyopita itimizi umejifunza kitu. So ukimya wangu ulikuwa katika kuandaa kitu kilichokuwa bora, kuangalia game linataka nini, natakiwa nibadilike katika engo ipi na ipi na ipi. So wajiandae kwa kazi nzuri, na kabla mwaka hujaisha na zawadi yao nyingine. Hapa nina goma jipa, lakini kabla mwaka hujaisha na zawadi yao nyingine. Kabla mwaka hujaisha una zawadi yao nyingine. Kuna zawadi jamani, mashabiki wa Kazogi. Kama hujamfollow Kazogi, hujawahi kufuatilia kazi zake, basi anza kufuatilia sasa kufikia kabla mwakani, yani mwisho wa mwaka huu kutakuwa na zawadi nzuri. Wanakupataje washabiki? Katika mitandao yote. Facebook unatumia Kazogi TZ, Instagram Kazogi the Boy, TikTok Kazogi the Boy, katika platform zote Kazogi the Boy. Kazogi the Boy katika platform zote. Na mtazamaji, hiki ni kipindi chetu cha Behind the Mic, na ulikuwa na mimi mtangazaji wako Melody Mind, nilikuwa na Kazogi. Tukutane wakati mwingine.